Baada ya mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wananchi Young Africans dhidi ya Al Ahly, moja kati ya mechi bora kabisa ambayo ilipigwa na Young Africans, wakapoteza kwa kichapo cha mabao mawili kwa sifuri. Kituo kinachofuata kwa upande wa wananchi Young Africans ni ligi kuu Tanzania bara, mechi ambayo itakuwa kwenda kupigwa siku ya tarehe 27, na hii mechi ndio mechi ambayo itawaweka vizuri Young Africans, ndio namna ambavyo watajiandaa vizuri kuelekea kwenye mechi ya marudiano, mechi nyingine ambayo itakuwa kwenda kupigwa siku ya tarehe 30 dhidi ya Al Ahly. Kwa upande wa wananchi Young Africans, namna ambavyo wamefanikiwa pia kuwa na kikosi ambacho ni bora. Watu wengi pia wameshangazwa kwa namna ambavyo Young Africans waliweza kucheza ule mchezo dhidi ya Al Ahly, japokuwa walipoteza kwa kuchezea kichapo cha mabao mawili kwa sifuri. Utaona ni makosa machache ambayo waliyafanya ambayo yaliweza kuwahukumu katika mchezo wa siku ya jana, lakini pongezi pia kwa kocha Pedro Goncalves, namna ambavyo alivyofungua ule mchezo, wengi wa kuamini kwamba Young Africans wangecheza kwa staili ile, lakini pia namna ambavyo kocha alikuja kubadilika ndipo ambapo timu ilijikuta ikichezea kichapo. Damaro eneo la katikati jana aliweza kucheza vizuri katika ule mchezo, lakini pia tuliona kwa namna ambavyo Pedro Pacome alivyoingia kipindi cha pili. Alan Okello fantastic, moja kati ya mchezaji ambaye alianza katika mchezo wa siku ya jana, alianza vizuri, shoot moja zuri alipiga, na kama angekuwa makini basi pengine angepata bao katika mchezo wa siku ya jana. Lakini pia Maxim pia Nzingeli kosa yake kwa siku ya jana, lile jishuti alilopiga, pengine angekuwa makini zaidi angeweza kuscore bao, na Young Africans pengine wangeenda mapumziko wakiwa wako mbele kwa mabao mawili kwa sifuri katika mchezo. Kuna kitu ambacho kinaonekana ndani ya kikosi cha Young Africans. Huu ni ukweli, lazima usemwe kwamba Young Africans ni moja kati ya timu bora kabisa kwenye ardhi ya Tanzania, timu ambayo inaonekana ina kikosi ambacho ni kizuri. If kama kile kikosi cha Young Africans namna ambavyo walivyocheza kwa siku ya jana ingekuwa ni mpinzani mwingine tofauti na bingwa wa kihistoria wa bara la Afrika, yani ingekuwa ni timu nyingine ambayo amekutana nao tofauti na Al Ahly, kitu gani ambacho kimetokea? What if kama mechi kama siku ya jana ingekuwa ni timu ya ligi kuu Tanzania bara, kitu gani ambacho tungeweza kukizungumza hapo? Lazima uweze kutafakari kwamba kuna ubora ambao upo ndani ya kikosi cha Young Africans, hususan kwenye dirisha dogo la usajili, namna ambavyo kocha alivyosajili ina wachezaji, lakini pia engineer Saidi anastahili pia pongezi kubwa kwa namna ambavyo ameweza kujituma na kuweza kuwapata wale wachezaji ambao wamekuja kuongeza kitu, impact kubwa kwenye kikosi. Depu eneo la ushambuliaji, namna ambavyo alikuwa na wini mipira ya juu vizuri, unaona kabisa ni striker mwenye vitu vyote. Alan Okello, namna ambavyo alikuwa anawapunguza watu, anajaribu mashuti ya mbali, unaona ni moja kati ya mchezaji ambaye alideserve kuanza katika mchezo wa siku ya jana. Ingizo jipya lingine, Damaro pia kwenye eneo la kiungo chakati akicheza kama namba 6, ameweza kutuliza tempa vizuri, anifanya timu inakuwa na flow ambayo ni nzuri katika mechi ya siku ya jana. Samuel aliweza kuperform na kuonyesha kwamba kuna kitu ambacho amekiweka kwenye eneo la katikati ndani ya kikosi cha Young Africans. Na tazama namna ambavyo alikuja kufanywa sabu, mechi ilibadilika kabisa. Kikao kinaonekana kuelemea kwa upande wa Young Africans, maana kwamba mtu sahihi alikuwa kwenye eneo la katikati kuanzia dakika ya kwanza ya mchezo mpaka anakuja kutoka. Sasa Young Africans wakisafiri kutoka Misri kurejea kwenye ardhi ya Tanzania, wanacheza mechi ya ligi kuu Tanzania bara, mechi ambayo tutakuwa ukipiga na Dodoma Jiji. Hii ni mechi ambayo pengine inaweza ikawa ni maandalizi mazuri kabisa kuelekea kwenye mechi yao inayofuata dhidi ya Al Ahly. Nikiwa namaanisha kwamba inaweza pia kuimarisha muunganiko wa kitimu zaidi, hususan kwa wachezaji wapya ambao wamekuja kuweza kuungana na wachezaji wengine ambao wamewakuta kwenye timu, lakini pia inampa pia wanda mpana kocha Pedro Goncalves kuweza kuona namna gani anaweza akawa na kiswitch kikosi chake kutokana na staili ya mpinzani ambaye anakutana naye, lakini pia kutokana na mifumo ambayo naamini kwamba wakati huu niweze kucheza hivi na wakati mwingine pia niweze kucheza vile, kwa maana kwamba unakwenda pia kumuongezea kitu
kocha, lakini pia ni mchezo ambao unakwenda kuongeza kitu kwa upande wa wachezaji zaidi kuelekea kwenye mechi dhidi ya Al Ahly. Pongezi kubwa sana kwa Young Africans. Kuna watu wanaweza wakaicheka Young Africans, wamefungwa mabao 2-0, lakini ndugu yangu, kwa nini unaichekea Young Africans kufungwa mabao 2? Kwa nini timu yako ndio isipambane kumfunga Young Africans mabao 2? Young Africans amefungwa mabao 2 na timu nyingine, lakini je, timu yako vipi inaweza kumfunga Young Africans mabao hayo 2 ambayo amefungwa na Al Ahly? Ni maswali ambayo pia unaweza ukatafakari na kuweza kujiuliza, lakini pia anza kutafakari kikosi chako kwanza kabla hujaanza kucheza. Je, kina uwezo pia wa mapambano? Kipo tayari kwa ajili ya kupambana katika mechi tofauti tofauti? Ni maswali ambayo pia unaweza ukajiuliza zaidi. Sasa kilichobaki ni Young Africans kurejea kwenye ardhi ya Tanzania, tuweze kuona kile ambacho kitaendelea kwa upande wao. Zamu ya Simba na wenyewe pia kwenye mechi dhidi ya Esperance de Tunis, mechi ya home and away. Kila mmoja anajaribu kuweza kusubiri kitu gani ambacho pia Simba watavuna kwenye mechi zote mbili, na Young Africans kwenye mechi zote mbili kitu gani ambacho wanaweza wakafanikiwa kukivuna baada ya kupoteza mechi ya kwanza. Je, mechi ya pili itakuwaje na hatima yao ya kucheza mechi nyingine ambazo zinazofuata? Lakini pia je, nafasi ya kwenda kwenye hatua ya robo finali katika hizi mechi mbili ambazo zitapigwa kwenye vilabu ambavyo vinashiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kila mmoja anasubiri kuweza kuona kile ambacho kitakwenda kutokea kwa ukubwa zaidi, lakini ukweli ni kwamba timu za Tanzania kwa siku za karibuni kuna mabadiliko ambayo tunayaona, hususan kwenye hii michuano ya kimataifa. Tumeona namna ambavyo siku za karibuni tumekuwa tukicheza na hao Arabu na hatimaye tumekuwa tukiwasumbua wao wenyewe, wakikutana na timu za Tanzania hawana uhakika hata kidogo kuweza kupata matokeo kabisa. Tutakuja kuona kwamba katika mchezo wa siku ya jana, kabla Al Ahly hawajapata bao, kuna namna wao wenyewe ulikuwa unaona kabisa wanajaribu kuweza kufikiri zaidi kuona ni njia gani waweze kutumia ili waweze kupata matokeo. Maana kuna mahali walifika wakaona Young Africans wamekuwa gumu, Young Africans wamekuwa bora katika kila maeneo, na hatimaye wakaanza kufikiria plan B ya kuweza kufanikiwa, na hatimaye katika plan B wakaweza kufanikiwa zaidi. Wakaona kupita katikati ilikuwa ni ngumu, kupita pembeni wakajaribu na hatimaye wakafanikiwa kushuti kwa mbali, na hatimaye wakafanikiwa kuweza kupata bao. Bana, hakikisha una subscribe channel yetu Gift Online TV. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Bana, baadaye takuja hapo tena kwa ajili ya story nyingine ambayo niko nayo.